Heshima kwenu wahenga kwa kauli nzuri inti mithari kwamba mgaigai na upwa hali wali mkavu. Naliunga mkono neno hili. Kamera yangu bondeni bado inaendelea kuroll kama sio kuzunguka. Haizunguki peke yake, inazunguka nami msimuliaji na kuletea timithari za namna hii wako Salim mwanangu wa Ahmedi K.A. Gabo Bwazigamba. So majamonki mama tegegema ame gubu Bwazigamba. Prema tosho gatnandekh. Inapendeza kiasi hicho. Jina langu bana ni Melik. Jina la ubini bana ni Mawani. Unatokea wapi? Mimi natokea Zanzibar, mtaa Malindi kwa kuzaliwa. Umekuja lini South Africa? Nimekuja South Africa mara ya kwanza, nimekuja South Africa mwaka 76. Bana safi. Huwa inakuwa inapendeza sana. Kama ulikuwa ukirudi nyumbani mitaa kama ya saa 7 au majira hayo, utamsikia ule mjomba. Olikibada nsanima sansanjazi na uma michango ya tunguruma tuwezi hata kwinama nikatege punigani nipate ndege nifunge. Umeona bwana, umumpokea vyema Merik Mawan. Aires rasmani ya mkushikiande. Safi sana, hilo ndo jina lake halisi alotujuza sisi wana bondeni, lakini mimi nakujuza wewe upate kumfahamu vyema. Merik Mawan ana mengi ya kutuambia safari yake ilikuwaje na kwa nini yuko pale. Mimi nitaendelea kukujuza tu kile ambacho wewe hukijui. Najidai sana kwa sababu Fast Jet ndio wanaweza kufanya mimi niweze kuchungulia mawingu au kamera yangu bondeni iweze kutoboa anga na kufika nchi mbalimbali kuweza kuangalia maisha ya wanaharakati, maisha ya wana Tanzania wakiwa ughaibuni. Ni Fast Jet pekee. Lakini pia mnyonge mnyongeni unasema haki yake mpeni, anafanya niweze kuringa nikiwa katika vitu hivyo kupendeza, si mwingine Robi One Fashion. Heshima kwako kaka mkubwa. Unaona body imekaa sawa mambo ya Genesis. Ndakutoa damu. Mwaka 76 ulikuja vipi? Ulikuja kwa njia halali au ndio zile za wenzetu? Mimi nilikuja kwa njia halali kutokana na kwamba mzazi wangu alikuwa anafanya kazi kwa serikali, idara ya ulinzi. Kutokana hivyo nilikuwa kwanza hapo kwa Zanzibar katika mambo ya shule, wakanipeleka Tanzania bara kule katika mashule ya Dar es Salaam. Katika shule ya Dar es Salaam wakanipeleka kwenye mtaa mmoja wa Lugaro kule, katika mtaa mmoja wa Kawe kule. Kuna sehemu moja ya jeshi hivi pale katika hifadhi zao walikuwa wamenika mimi. Ndio pale katika masomo nilikuwa nasoma pale katika mashule ya pale. Katika njia fulani iliyotokea kutokana na hitimaa za watu wanaotoka na serikali na nini, mimi nikaona kama mwaka 75 mwishoni wa Disemba nikiwa na miaka 19 nilikuwa na mimi nicheze tu niondoke nchi hii, niangalie maisha, niangalie usawa nchi. Kitu gani kilichokusukuma utoke Tanzania kuja South Africa mwaka 76 ukiwa mdogo kiasi hiko? Bwana, mimi nilitolewa siasa za kiujamaa, kurudishana nyuma, mambo ya kusoma, mambo ukomunisti. Siasa ilikugusa vipi ukiwa na umri mdogo kiasi hiko, miaka 18? Miaka 18 mimi mtu mzima, kusoma kweli mimi nilikuwa nimesoma sana mambo ya siasa. Alafu mimi nilikuwa nategemea kwa maisha yangu taifa langu la Tanzania litaniheshimu na litanihesabu katika umoja wa watu ambao wanajua siasa na waweza kuheshimika katika vyama ama kuingia katika serikali. Ilikuwaje sasa hiyo mwaka 1976 ulipokuja South Africa? Ilikuwaje safari yako? Mimi nilipofika South Africa mara kwanza nilikuja na ndege. Ndege kwa uwezo ule ilikuwa ni 273 kutokana na ujamaa wa East African Community. Kwa hivyo ilikuwa na ndege moja ilikuwa ni Kenya Airways inaungana na Tanzania Airways na Uganda Airways. Kwa wakati ule nikija huku ilikuwa bado vita vya Uganda Idi Amin vilikuwa ndo kado vinachemka pale. Ndio kama mimi nikija kama mkimbizi nchi hii kutokana na tafuta uraia wa nchi hii na ukimbizi nimekimbia nchi ya Uganda kwa uongea uongo. Ulitumia passport gani? Nakumbuka miaka hiyo passport yetu ilikuwa imekatazwa kabisa mtu kuingia Afrika Kusini. Kweli mtu mzima, mbele ya Mwenyezi Mungu mimi nilitumia pasipoti ya Zanzibari. Lakini nilipofika nchi hii nilificha ile pasipoti, nikatafuta hifadhi kwenye sehemu ya kikanisa kutokana na Muislamu na msikiti ulikuwa bado hafifu katika mambo ya Uislamu. Bwana, unaendelea kumsikia vyema bwana Merik Mawan,
Mwaka ambao yeye ameondoka mimi sijazaliwa ni muda kenda, mwaka 1176. Jamaa anaondoka Bongo akiwa na umri wa miaka 19, anakwenda South Africa. Mimi kama nazaliwa 80 na kitu au sio bana, vibaya kujua umri wangu. Mshikaji anaondoka 76 akiwa na umri wa miaka 19. Bonge ya mchizi kabisa ujue. Yeye anaikacha Bongo. Afu enzi hizo kupanda ndege ujue sio vitu vya rahisi. Lakini mshikaji kiuhalali kabisa anakuwa pipa bila kuvunja kishoka, anaingia kwa Madiba. Viva Mandela viva. Naona hiyo mida kama ndo Sarafina ilikuwa inarekodiwa hivi. Endelea kumsikiza mshikaji, anakupa flavor ambazo wewe binafsi yako ulikuwa hujui. Kamera bondeni kupitia wako Salim Ahmed, endelea kujuza vilivyo. Merrick Mawan imekaa poa sana hii. Kama umepanic hivi. Baada ya hapo alichukua kwenye chama moja cha Kikristo kwenye hifadhi moja ya Kikristo pale katika Orthodox. Orthodox ilikuwa ni hifadhi moja ya karne za zamani kutokana na Ethiopia vile ilivyoanza Orthodox katika South Africa. So maana mimi nikachukua katika mmoja wale wanafunzi watakaofundishwa katika mamlaka ya Orthodox. Kwa hiyo ni elimu ya kikanisa hiyo. Ukabadilisha dini au ikawaje? Hiyo ilikuwa sio kubadilisha dini, hiyo ilikuwa ni kuongeza dini kutokana na maarifa ya dini na uwezo wa dini katika nguzo za sheria na nguzo pia za kipolitiki kulingana na dini ambao wanaita kwa hivi sasa Rastaman anaita religious philosophy. Kwa hiyo baada ya hapo ikawaje? Baada ya pale bana kutokea kazi sehemu moja kule kwa alikozaliwa Mandela, kule kuna mji mmoja unaita Ebai. Katika ile mji wa Ebai niliwahi kufika kule kwa nauli ndogo tu kutokana na kwamba mimi jinsi walivyoniona nilikuwa naonekana kama South Africa, kama mzawa. Kwa kufika nchi ile nikafika ufuoni kabisa wenye maji. Kwenye ufuoni wa maji pale kulikuwa na meli moja kwa jina la MV Panama. Ile meli ilikuwa inapakia magari, alafu destination ile meli ilikuwa inaangukia Valencia, Port Valencia ndani ya Spain. Kawaje baada ya hapo? Baada ya pale mimi nikaomba kazi kama day work pale, wakanikubali nini, nikapiga grenda sana, nikafanya kazi, wakaniambia bana, lakini wewe itakuwa kama child labor, hatuwezi, lakini wakaangalia kweli huyu mzawa. Hebu subiri, child labor maana yake nini? Child labor ni watoto wadogo wanachukuliwa kufanyishwa kazi. Kwa hiyo wewe kwa umri wako ulikuwa kama vile hawataki ufanye kazi pale? Mimi umri wangu ulikuwa umekamilika, sema sawa, ulingana na mwili wangu ulivyokuwa, walikuwa wanaona kama mimi niko under age, yani niko chini ya ule umri walikuwa wanakubali wao katika kazi zao walikuwa na. Kwa hiyo ulikuwa ukafanya kazi ndani ya ile meli, si ndio? Sasa nikafanya kazi kwenye ile meli, kwanza nilikuwa nafanya kazi kwenye meli kama mpiga grenda, nikapiga rangi sana, nikapeleka kwenye winchi, nikarudi tena chini, nikafanya kazi Bozan Deck. Kutoka Bozan Deck ndo akaleta ile meli Panama City, hiyo ilikuwa inapakia magari. Destination ile magari yalikuwa yanakwenda Port Valencia ndani ya Spain. Kwa hiyo ukaondoka na hiyo meli kuelekea huko Spain. Babu mkubwa ile ilikuwa mwaka 78 mwishoni kwenye Novemba kitu kama hicho. Kutoka nakumbuka 77 76 kwa na kuwaka moto sana, watu wameuawa sana nchi hii. Hapo sisi wa Afrika watu weusi tulikuwa tunachukuliwa katika uzalimu wa watu weusi wanaofanya uzalendo wa kuwa watu wengine kutokana na mavyama na ANC ndio wakati huo walikuwa watu wameuawa mbele kwa Tanzania kule katika mafunzo. Sasa kwa wakati huo ikabidi nichukuliwe tu kama mfanyakazi wa South Africa. Hawakuniuliza document wala nini. Ndio hapo nikapata choice, ama nikapata kama hivi mavumba kutokea nchi yao. Kwa hiyo ukaondoka ukaelekea Spain. Safari ile kwa safari ya miezi kama 5 kwenye maji hadi kufikia nchi ya Spain kule. Ulipofika Spain ikawaje? Nilipofika Spain kwanza nikachekecha kwenye meli katoka nje. Kutoka nje nikatafuta sehemu ya kuvuta upepo kwanza, nikakuta kuna Spain. Ni kama vile ulitoroka pale kwenye ile meli, uliacha kazi ukaingia mjini, si ndio? Kutoka ile meli mimi nilitoka na kisababu. Nilimwambia kapteni mimi nina ugonjwa wa asma. Alafu nataka kutafuta dawa za asma kule. Alafu kuna na baba wangu na jinsi hali ya anga, hali yangu ya afya, walikuwa wanaona kweli huyu anaugua, wakanipa chanzo, wakanipa dola, ilikuwa ni dola 115 kama nakumbuka, dola ya Marekani, wakaniambia ninunue dawa urudi. Na wakanisainia kwenye kikaratasi inaitwa show pass. Nikapatiwa show pass, nikapigiwa dokumenti, nikatoka kama baharia anafanya kazi kwenye meli hiyo. Kile kwa kama kibali maalum cha kwenda mjini na kurudi kwenye meli. Baada ya hapo ikawaje? Baada ya hapo bana nikaona hainifai tena kule kwenye meli kutokana na kwamba nilipofika kwenye mji mmoja wa Cordoba pale nikapata msikiti mkubwa wa Kiislamu. Kutokana na kwamba Uislamu kwanza kwenye Spain ulikuwa upo na mimi katika vitabu vya Kiislamu nipo, nikaingia pale nikaomba msaada wangu na nikatoa kilio changu, wakanipa status ya mwaka mmoja kukaa Spain. Status maana yake nini? Status ni stakabadhi zinazokuruhusu wewe kama raia wa nchi nyingine kuishi katika nchi za watu. Ukapata kibali cha muda gani? Nikapata kibali cha mwaka mmoja tu.
Ukawa unafanya nini pale Spain? Pale Spain nilikuwa nauza sana vitabu na sana nilikuwa nafanya kazi za kompyuta, kutengeneza makompyuta. Maana yake kompyuta zilikuwa zinatoka Marekani kwa mzee mmoja anaitwa Bill Gates, ndio zinaanza kuintroduciwa ndani ya Spain. Baada ya hapo nikafanya nikapata kitambulisho cha Spain, nikapata na cheti cha kuonesha kwamba mimi nimefuzu katika mafunzo ya kompyuta. Maisha yakaendeleaje baada ya hapo? Basi katika maisha yanavyoendelea, na katika maisha, siku moja kukatokea mabaharia wa kinyumbani, wamefika pale nchi ile katika hali zao za kupumzika nini, wanataka kufanya mambo yao, wakaingia mjini. Ndio hapa tukakutana nao wale mabaharia. Mimi nikawapeleka sehemu wanataka kufanya mambo yao, kunywa pombe nini, kurelax. Kwenda pale baharia mmoja bwana anatoa anakojoa nje hadharani, kumbe kamera imempiga. Tukamatwa wote. Kamatwa wote, ile baharia akapelekwa polisi, sisi tukarudishwa Gostani. Mimi nikaambiwa mimi nimetoka South Africa. Karudishwa Gostani. Gostani ni wapi? Nikaambiwa rudi kwa nchi iliyotokea. Ukarudishwa Afrika Kusini kwa ile. Kusini, tokana kwamba ndio nchi ambayo nilotokea mimi kuingia nchi ile. Ukarudishwa mji gani Afrika Kusini? Afrika Kusini walirudisha katika Port Moresby Bay, ambayo iko katika sehemu moja inaitwa Cape Town kule. Baada ya hapo? Baada ya pale nikaona ninafuta maisha mengine, kutokana kwa alikuwa na ujuzi wa kushona hapa na pale, nikaanza kushona viatu na huku na pale, kupata msingi wa kila siku na chakula pale na nini. Niliona shughulika na mtu, nianze mambo yangu. Baada ya pale nikatokea meli nyingine. Ile meli iliyotokea ilikuwa ni MV Agiosepa. Hiyo ilikuja mwaka 79. Ukapanda hiyo meli nyingine? Hiyo meli ya pili iliyopanda mimi nilipanda kwa stakabadhi kwamba mimi na ndugu yangu nimemwacha katika mataifa ya watu. Mataifa gani? Yule alikuwa anajua kwamba Spain ni taifa ambalo nimeliona na kulijua. Nikabunia kwamba ndugu yangu nimemwacha Spain, alafu mimi mdogo nikipotea nchi hii, mimi sijui nchi hii. Ikabidi kapteni katika kile kilio changu alikuwa kapteni mtu wa roho ya chini, matawi ya chini, mtu wa kusali, akalikubali, akanitia kwenye meli. Meli kaelekea wapi? Meli kumbe ilikuwa inaenda Spain. Ile meli ilikuwa inaenda East Indies. Visiwa vya Indies. Ulivyofika huko? Meli tambaa kama muda wa miezi 7 hivi, nakimbia tu poti kwa poti. Hapa mimi nafanya kazi ndani meli kule. Sema wao walikuwa wanachukulia kama child labor. Huyu bwana mdogo, mwangalia atakufa huyu mwembamba kama hivi, anafanya kazi vipi? Sasa kwa mimi kama kila siku nafanya kazi, baada ya wiki naenda kwenye mizani wananipima. Tokana mimi nilipotoka nchi hii nilikuwa napima uzani wa kilo 24. Alafu kwa mifupa mtu ukinaangalia tu ukaona jinsi alivyozaliwa tu, sio watu ugonjwa la nini. Basi bana, kufika poti ile ilikuwa muda wa miezi 3, nimekimbia kwenye maji pale. Kufika kwenye poti ile, ikafika poti moja inaitwa Port Nogali, ambayo ile poti inaangalia Port Kilangi. Na ile Port Kilangi iko ndani ya Greece, inamwangalia Mgiriki. Hapo inakwenda kwenye Port Athens kutoka Kilangi. Ulivyofika hapo? Nilipofika pale nikaona michezo tu nje kama baharia offshore kama kawaida. Baharia anapewa ruksa ya kutoka nje ya meli kwenda kununua vitu na nini kurudi. Hata katika kutoka kule ndo nikatoka moja kwa moja. Katika mji gani huo, hebu rudia? Katika hiyo Port Kilangi, hiyo ndani unaangalia Mgiriki huyo. Hivyo ni visiwa vya Indies. Indies huko. Mgiriki. Sasa unamwangalia, mimi nilikuwa namwangalia sana katika mawazo yangu, nilikuwa naomba Mungu sana kama atanipeleka Marekani. Mimi nilikuwa sina hisia kwamba Marekani itakuwa taifa la laanatullahi ambazo zimefanyika, lakini sasa kwa wakati wa zama hizo nilikuwa najua nikifika Marekani ndio ambao uraia utanipa na nitaanza tena maisha mapya. Ulipotoka pale kumbe Mwenyezi Mungu kwatokea meli nyingine, na ile meli ilikuwa inaenda Panama City. Sasa ile meli ndio nilichukua pale, na ile meli iliangusha kwenye Port Panama. Port Panama kwa kweli nilisota kama muda wa siku 2 pale. Nilikuwa nauza mikate wa mama mmoja hivi wa Kipanama pale. Nilikuwa nauza mikate na kazi za hapa na pale kwenye mabaa yao, usiku na wasafishia nini, wananipa madola hapa mfukoni, na pale asubuhi nachukua chakula na osha nguo nini, nafanya kila kitu fresh. Baada ya pale kulikuja kutokea speedboat. Ile speedboat ilikuwa ya wavuvi, walikuwa wameposea kwenye ramani za baharini. Ile speedboat ilikuwa inatafuta channel, ilikuwa inaitwa Channel Caribbean, ambayo iko kwenye Gulf ya upande wa pili kutoka Pacific kuingia Atlantic. Hapa tukiangalia tuko kwenye Indian Ocean. Baada ya hapo? Baada ya pale mimi nikaomba kazi pale, kwamba bwana mimi bwana mvuvi, alafu najua uvuvi na nini na kushona nyavu na nini. Kumbe ile boti ilikuwa ni boti ya research. Kutokana pale na
Kiingereza changu kanisaidia. Kutokana na Uingereza mimi nimesoma Kiingereza sana. Watu wakisema Tanzania hawajui Kiingereza, sisi katika wale wa Tanzania wa zamani tumesoma Kiingereza cha kisiasa cha kikweli. Pale akaniuliza kwa Kiingereza, "How old are you, sir?" Mimi nikamwambia, "Your Majesty, sir, I'm only aging 21 years." Wakati huo sana miaka 3 wala nimetoka South Africa mara ya kwanza na miaka 18, nimekuja na miaka 20. Sasa naondoka na miaka 21, nimefika nchini na miaka 21. Kwa kweli wale watu walikuwa watu wa imani sana, wakachukua ile boti lao, wakaniingiza hadi ufuo wa pili ambao ulikuwa ni katika inaitwa Gulf of the Caribbean. Gulf of the Caribbean ni gulf ambayo imeshikana na visiwa ambavyo vimeambatana Marekani na visiwa vya Caribbean. Visiwa vya Kimarekani tunaanza na kisiwa cha Mexico. Alafu tunakwenda kwenye kisiwa cha Honolulu, tunakwenda kwenye kisiwa cha pili kinachotukia cha Cuba. Alafu tunakuja kwenye kisiwa ambacho mimi niliangukia ambayo ilikuwa ni Jamaica. Alafu visiwa vingine vitano vinafuatilia. Kuna kisiwa cha Honduras, kuna kisiwa cha Haiti, kuna kisiwa cha Bahamas, kuna kisiwa ambacho kiko mbali na kule kinaitwa Virgin Islands, na kuna kisiwa kingine kinaitwa St. Clair Croix. Hivyo ni visiwa vya Marekani. Sema katika vile visiwa vingine vilivyotaja kuanzia Bahamas, Honduras, Haiti ni visiwa vya Caribbean Gulf. Bwana safi. Wakati Genesis wakiendelea kunipa jeuri ya kufanya mimi nionyeshe mbavu zangu, Fastjet nao wako mbali sana. Hawa ndio wanaochukua kamera yetu anga na kufanya sisi tuweze kuangalia mawingu namna hiyo. Hongera kwenu Fastjet, au sio bwana? Lakini pia alofanya mimi niweze kupendeza leo kama Yanga si mwingine Rob One Fashion. Sawa. Bwana Rasta na story tamu sana. Kama zina ladha fulani hivi unaweza ukawa unapata hapo. Lakini hiyo yote ni msoto wa Rasta. Pole sana Rasta, lakini endelea kutupa flavor hizo ambazo sisi tunaweza kufanya, zinaweza kubadilisha akili zetu tukaweza kujua kitu ambacho wewe kilikuwa kinakupata. Pole yako Rasta. Maisha yako yalikuwaje pale Caribbean Islands? Katika mara ya kwanza kufika kwangu Karibiani, kweli nilifika Karibiani kama baharia. Natokana kwamba mimi nilikuwa na nywele nimeziachia chata kutoka Bongo kwenda huku kuja hivi kwenda hivi. Nilikuwa nywele zangu zimekuwa kiaina. Kwa hivyo pale kulikuwa kuna society moja, ilikuwa ni society chama cha wapiganiaji uhuru, lakini wapiganiaji uhuru hao walikuwa wanajiita Rastafari Society. Walikuwa wanapigania uhuru wa upi? Wanapigania uhuru wa nchi yao. Katika nchi yao walikuwa wanapigania uhuru. Nchi gani hiyo ilikuwa inaitwa? Ilikuwa ni Jamaica, na Jamaica ilichukua uhuru toka 62 kule, tokana mzungu, ilikuwa koloni ya Mwingereza. Kwa hiyo ukajiunga na hilo kundi. Sasa mimi nikajiunga na ile kundi, ilikuwa inaitwa House of the Black Youth Faith. Yaani nyumba ya wanafunzi wenye imani za watu weusi. Alafu shule ile ilikuwa imefunguliwa na mzee mwenyewe marehemu, mheshimiwa mkubwa sana kwa jina la Marcos Mosiah Garvey. Basi katika shule ile tulianza sana kwanza na wanafunzi kama 3 4, kutokana kwamba siasa ilikuwa ni kitu kimetapakana na Jamaica. Mtu mweusi anauawa, rais tu la mtu mweupe, na mkaburu alikuwa ni Mwingereza. Wewe ulikuwa unafanya shughuli gani pale za kujiendesha kimaisha? Kujiendeleza kutokana kwamba mimi nilikuwa na ujuzi wa makompyuta na nini. Marekani ilikuwa karibu na nilikuwa naangalia Cuba kila mara. Kulitokea mzee mmoja, huyu mzee alikuwa padri mmoja katika kanisa moja ndani ya St. James. Kutokana mimi nilipofika Jamaica, nilifika katika kisiwa kinaitwa Green Island. Kutoka Green Island wakaniweka katika town inaitwa Falmouth. Falmouth ni katika district province ya Trelawney. Ile province tunaangalia province kubwa ambayo ndio Montego Bay. Na Montego Bay ndio kuna uwanja mkubwa wa ndege pale. Sawa. Kwa unafanya nini pale? So pale shughuli zangu kwanza ilikuwa uvuvi kwa wiki. Baada ya uvuvi akatokea mzee, padri mkuu wa kanisa na nini, ataka usaidizi, ndio nikaenda kama msaidizi wake mkubwa, nikawa kama kipa wa kanisa ile, kuwasha mishumaa, kufagia nini, usafi, ulinzi na kila kitu. Kwa hiyo kwa jinsi story yako inavyosema, umetoka Zanzibar ukiwa kama Muislamu, lakini sasa hivi unaelezea sasa ukiwa unafanya kazi kanisani. Ina maana ulibadilisha dini au ilikuwaje? Sio bwana mkubwa, usinikosoe wala mimi sikukosoe. Rastafari. Mimi nimetoka Zanzibar kama Muislamu na kufa Muislamu. Sema Uislamu ni dini, Rasta ni sheria katika nguzo za tabaka, na mimi niko katika tabaka la Kirasta ambayo hiyo hayambatana mambo ya kidini. Kwa maana hiyo hata nikifa leo na ziko baada ya sali moja kama watu wangu hawajafika, kama wanijui nilipo yani. Kwa hiyo baada ya hapo ule padri ama ule mzee wa kanisa ule alikuwa na uhusiano mkubwa na mimi, kutokana kwamba mimi nilikuwa mfanyakazi wake mkubwa.
hadi siku moja hivi ilikuwa kwa mwaka wa 80, kanipeleka hadi kwake, kanionyesha mke wake na wanao. Basi katika ule mke wake na wanao kukawa na mwanao mmoja, chunuku zile zikaja tu kama kanipenda, alafu mwanao mwenyewe ni mkubwa kati wale wazee. Sema ule mwanao ule mzee kazaliwa mwaka 65, mimi nimezaliwa mwaka 62. Sema nikaangalia katika ile umri na nini tunakimbizana, alafu chakula na chakula chetu kiki kage kuna tofauti. Sasa ule mzee ikabidi atupe chumba pale, anaambia mimi bana, kazi zangu na shughuli zangu, ufunguo, kanisa, usafi, kuhakikisha kwamba kila kitu kiko chini ya sheria zake. Kwa kweli haikupita hata mwaka, nikawa naomba mzee yule kama anaweza kunipa mwanae wa ndoa. Kulikuwa na ile alikuwa nao, nilikuwa na yani umuoe mwanae. Kulikuwa ile alikuwa nao na hifadhi, na sina uraibu wote. Uraibu wangu bangi toka udogoni. Kwa hiyo ukafanikiwa kumwoa yule binti. Ukafanikiwa kumwoa yule mtoto. Ule mzee kwenyewe alikuwa kumbe kashakinuia jambo hilo kwamba huyu mimi nampa mtoto amuoe tu, hata kama ana kitu, alafu katoka mbali, alafu mtu mweusi kama mimi. Sema kila leo alikuwa anampa hisia kutokana kwamba sisi tumetoka katika nguzo za kitumwa. Na hata kule nilipozaliwa mimi nikawa namueleza habari ya Zanzibar, akawa anajua Zanzibar iko katika inaitwa international wanaita international history continental. Kwa hiyo ulivyomuoa yule mwanamke maisha yenu yakawaje pale? Yule mwanamke kweli nilimuoa mwaka 81 kutokana na kwamba kulikuwa na uhitilafu fulani katika ushahidi wa upande wangu kwa watu wangu ambao wataniwakilisha, na afu mimi toka mbali wakaangalia ni kama sina ukweli wa nchi iliyotokea. Basi yule mwanamke kweli ikafungishwa ndoa naye, lakini ndoa ilifungishwa naye Kikristo kutokana kwamba yule baba alikuwa ni kasisi mkuu wa kanisa, alafu mimi ikafungishwa ndoa kwenye kanisa ile. Na pia nashukuru Mungu kutokana kwamba tufunge ndoa na yule mwanamke. Kwanza amefunga ndoa na yule mwanamke kutokana na itilafu ya udhaifu wa kuzini, na pale ana mimba ya uzito kwa mwaka 80 mwishoni. Hadi leo yani nasikitika sana kwa jinsi serikali ya Jamaica ilinirudisha South Africa kutokana na tukio lilotokea, alafu nimeacha kule wanangu wawili. Kwa hiyo yule binti ulizaa naye watu wangapi? Yule binti kwa kweli mwaka 81 akanzalia mtoto wa kwanza, na mwaka 84 akanzalia mtoto wa pili. Ikawaje mpaka ukarudishwa tena Afrika Kusini? Sasa katika mambo yangu yalikuwa naendelea kufanya kazi shughuli zangu, nikaacha ubaharia, nikawa nafanya kazi za kiofisi. Sawa, katika kazi za kiofisi walinichukua katika sehemu wanaita secretary office. Hapa katika mambo ya clerk nini, unaangalia account nini, mambo yote. Akaangalia kweli mzee huyu mambo anayaweza, wakaniongeza cheo. Kuongeza cheo tukawa sasa tuna passage ya kutoka pale kwenda kwa mataifa ya watu. Ndio pale wanakuja Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa wamekuja, wanataka assistance ndani ya Jamaica. Nataka mzao wa Jamaica awasaidie katika assistance mataifa ya nje. Sasa mimi pale kutokana na kwamba status zangu na jinsi kwa nimemuoa yule mama na yule mzee kanichukua na ile hifadhi ile nguzo, nikawa kama nimechukuliwa kama Mjamaika. Sasa pale nikasainiwa kutokana na mimi nilikuwa napenda sana mambo ya safari na mambo ya excitement. Ikabidi walichukua kwenye kitengo kile kinaitwa United Nation Food for Africa. Hiyo ndio kwanza katika mission ya kwanza tuliopewa. Ukaenda wapi? Mission ya kwanza tumekuja Sudani ndani ya Afrika. Nimekwenda sehemu moja inaitwa Khartoum. Hizo kulikuwa na mzee mmoja kwa jina la John Garang pale Sudan. Pale Sudani. Ndio katika vyama vinapinzana na serikali ya Kiislamu. Sasa pale kuna mauaji yamefanyika sana. Sasa sehemu ile walikuwa watu hawana chakula, hawana madawa, alafu ikabidi tuende sehemu ile sasa kuwapelekea dawa na chakula. Sawa. Ndio pale kutoka kwenye kitengo kile nikarudi tena zangu kwenye taifa lile, wakanipeleka tena katika mataifa tena ya Afrika. Safari hiyo wakanipeleka kwenda under World Health Organization, WHO hiyo. WHO. Ndio na WHO sasa ilibidi nichukue advantage nichukue usahihi ambao utanipeleka zaidi katika udaktari fulani. Pale ilibidi nisomee masomo ya first aid kwa miezi 6 ya haraka, nisomee masomo ya mtu akizama, mtu akifanya, mtu amepumua, mtu amefanya kesa lolote, mtu anaweza kufanyia first aid. Pale tuchukuliwa. Kama taifa lilokwenda, tuenda taifa moja la kimaskini
kwenda kwenye taifa moja inaitwa Mali. Mali huko. Mali huko kwa taifa moja inaitwa Bamako. Huko Afrika Magharibi. Basi kufika Mali kule kweli kwa na maradhi amefika Mali, tete kuwanga nini, watu waeleweki, majipu ya ajabu. Sasa ilikuwa kama Umoja wa Mataifa ndio umekuja na msaada wa kidawa pale. Ulipofika Mali pale nilijaribu kusoma masomo mengine ya kuendeleza katika mambo ambayo nafanya na Umoja wa Mataifa ambayo yatanisaidia uweze kunipa zaidi katika mambo yangu katika field work. Field work ni mambo za kifield tu, kama mwanajeshi unaenda wapi hivi, unatengua, unafanya hivi. Basi katika Afrika mimi mzee, katika mambo ya Umoja wa Mataifa nimefanya kazi na Umoja wa Mataifa, napita zaidi ya miaka 6. Sema kuna matokeo mengine yanaitwa standby. Maana standby ni maana yani usubirie anytime wanakuchukulia, alafu wanakupa jina la operation. Unakuta operation kwa mfano unakuta operation wanaita desert rat. Ile desert rat mnavalishwa manguo ya kidaktari nyote, na mna mibunduki, mna chakula, mna madawa. Alafu kule mnakwenda mnaenda kuteka watu waliopigwa, ndio mnaenda kuchukua kwa patia hifadhi za kidawa, kwa hifadhi kama kanisa, kwa hifadhi kila kitu. Baada ya shughuli zako pale Mali ulielekea wapi? Kutoka Mali nilikwenda kwenye taifa moja pia la kimaskini wanaita Chad. Chad upande huo. Kule kweli Chad ni nchi ya Kiislamu. Tumekuta mzee mwenyewe Idris Deby kule ndani ya city ya Djamena. Kweli tumehifadhiwa vizuri Kiislamu na kila kitoka. Sasa kutokana nini? Kulikuwa wanaita tribal clashes. Hiyo ni wa Chad North na Chad West. Au wakati wengine ni Wakristo na Waislamu. Mambo yale yalikuwa yanafanyika, yani ugomvi wa kikabila huo. Ugomvi wa kidini na kikabila. Kidini na kikabila. Pale basi mtu mzima mimi nilifanya kazi, sema sasa nilipigiwa simu tena nikiwa pale, nikapigiwa simu Jamaica.